Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Stephen Wasira amewakumbusha wale wote wanaodai kuwa serikali iliyopo si halali kwamba wanapaswa kutambua kuwa serikali hiyo imekuja kufuatia ushindi uliopata CCM katika uchaguzi mkuu uliopita. Hivyo madai ya aina hiyo hayana msingi kwa kuwa serikali imewekwa na wananchi. Akizungumza katika mahojiano maalum na shirika la utangazaji la taifa TBC, Wasira amegusia pia umuhimu wa kufanyika kwa mazungumzo kuelekea kwenye maridhiano yatakayopelekea kupatikana kwa katiba mpya pamoja na mengineyo. Katika hatua nyingine, Wasira anayotahadharisha wale wote wanaokusudia kuleta uvunjifu wa amani nchini kuwa wanapaswa kutambua kuwa Tanzania kwa sasa hawako tayari kupoteza msingi ya uhuru na umoja iliyoko nchini kwa muda mrefu. Hapa tunachambua kauli iliyotolewa na makamu mwenyekiti wa chama cha CCM Tanzania Bara Stephen Wasira, ambapo anawakumbusha wanaodai kuwa serikali ya sasa si halali kwamba inatokana na ushindi wa CCM katika uchaguzi mkuu uliopita, na anasisitiza kuwa umuhimu wa mazungumzo kuelekea maridhiano na katiba mpya. Anatahadharisha wanaokusudia kuvuruga amani kwamba Watanzania hawako tayari kupoteza uhuru pamoja na umoja. Stephen Wasira alizungumza na shirika la utangazaji la taifa TBC na kusema kuwa wanaodai serikali si halali wanapaswa kutambua kuwa imekuja kufuatia ushindi wa CCM katika uchaguzi mkuu uliopita. Anasisitiza kuwa madai hayo hayana msingi kwani serikali imewekwa na wananchi. Aligusia umuhimu wa mazungumzo kuelekea maridhiano yatakayopelekea katiba mpya na mengineyo. Alitahadharisha wanaokusudia kuleta uvunjifu wa amani kwamba Watanzania hawako tayari kupoteza misingi ya uhuru na umoja iliyopo kwa muda mrefu. Kauli hii inakuja wakati wa mvutano unaoendelea kati ya serikali na upinzani, hasa kuhusu uhalali wa serikali baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 na madai ya mageuzi ya katiba. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ilishinda uchaguzi Oktoba 29 mwaka 2025 kwa kura nyingi, lakini upinzani hasa Chadema ulidai udanganyifu na kuzuiwa kwa kushiriki wake. Na ripoti za EU pamoja na EOM na African Union zilitaja mapungufu katika mchakato, wakati serikali inasisitiza ushindi wake ni halali na ulithibitishwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Serikali imezungumzia 4Rs kama vile maridhiano, ustamilivu, mageuzi pamoja na kujenga upya, lakini upinzani unadai kuwa hayajatekelezwa kikamilifu. Mazungumzo ya kitaifa yamependekezwa na wadau wengi ili kushughulikia masuala ya katiba na mageuzi ya uchaguzi. CMAG ya Jumuiya ya Madola imeipa Tanzania siku 30 kutatua suala la Lissu na mageuzi. Na ripoti za kimataifa zinaonyesha kuwa mvutano wa kisiasa unaoendelea na inahitajika mazungumzo. Wasira ni kiongozi mwenye uzoefu wa CCM na kauli zake mara nyingi huakisi msimamo wa chama. Kauli ya Wasira inasisitiza uhalali wa serikali kutokana na uchaguzi na inatoa wito wa mazungumzo. Hii inaweza kuwa hatua ya kujenga maridhiano, lakini inahitaji vitendo halisi ili kuaminika. Tahadhari kuhusu uvunjifu wa amani inaonyesha hofu ya serikali kuhusu maandamano pamoja na migawanyiko. Serikali ina haki ya kujitetea na kuwa na msimamo wake, lakini uhalali wa kisiasa unategemea pia imani ya umma na upinzani. Mazungumzo ya kitaifa kuhusu katiba mpya ni muhimu ili kushughulikia migawanyiko. Tahadhari kuhusu uvunjifu wa amani ni sahihi, lakini inapaswa kuambatana na uhuru wa kisiasa pamoja na mazungumzo. Kauli hii inaonyesha msimamo wa CCM wa kujitetea na kutoa nafasi ya mazungumzo. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2025, mvutano umeendelea na inahitajika hatua halisi ya maridhiano. 4Rs zilikuwa na ahadi kubwa, lakini utekelezaji wake unahitaji uwazi na ushirikishwaji wa pande zote. Serikali pamoja na upinzani wanapaswa kujenga mazungumzo ya kweli ili kuepuka migawanyiko zaidi. Historia inaonyesha kuwa mazungumzo na uwajibikaji hujenga umoja wa kudumu wakati msimamo mkali unaweza kuongeza mvutano. Tanzania inahitaji uongozi unaounganisha na kujenga maendeleo kwa watu wote. Wapenzi wasikilizaji, kauli ya Stephen Wasira inatuonyesha umuhimu wa uhalali wa kisiasa na mazungumzo. Tunahitaji maridhiano halisi na uwajibikaji ili kujenga umoja. Je, wewe nini maoni yako kuhusiana na haya yanayoendelea hivi sasa nchini Tanzania? Je, kauli ya Wasira kuhusu uhalali wa serikali ya CCM iko sahihi? Kwa sababu wananchi pamoja na vyama vya upinzani na mashirika mbalimbali yanasema kwamba serikali iliyopo sasa hivi madarakani si halali kulingana na vile uchaguzi wa mwaka 2025 ulivyofanyika, ambapo inaonekana rais alishinda kwa kura nyingi kuliko kawaida.
Ni jambo ambalo halijawahi kutokea kwenye historia ya nchi hii, na pia ushiriki wa watu katika kupiga kura wakati wa uchaguzi wa mwaka 2025 ulikuwa mdogo kulingana na ripoti na data mbalimbali za vyanzo mbalimbali, kuwa ulikuwa mdogo kuliko kawaida. Hivyo wanashangaa kwa nini kura hizo zimekuwa kiasi hicho. Je, ni nani alimchagua na ilikuwaje akafikia ushindi wa asilimia kubwa kiasi hicho? Je, wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, nini maoni yako kuhusiana na kauli hii ya makamu mwenyekiti wa chama cha CCM Steven Wasira kuwa serikali iliyopo madarakani ni serikali iliyochaguliwa na wananchi, ni serikali halali, kwa hiyo waache kelele na fujo ambazo wanaendelea kuzipiga mtandaoni, kwani serikali iliyopo ni halali. Kwa hiyo vurugu ambazo wanataka kuzileta kulingana na maandamano ambayo yametangazwa waziache mara moja na waendelee kuisupport serikali yao. Je, wewe maoni yako ni nini kuhusiana na hilo?